Karibu kwenye safari nyingine ya kutisha, ya kuvutia na ya kufungua macho. Leo tunazama ndani ya msitu unaoitwa moyo wa dunia, yaani Amazoni. Mahali ambapo uzuri unatembea sambamba na hatari, na kila kona imebeba siri ambayo mwanadamu hajawahi kuielewa kikamilifu. Huu ndio msitu ambao 60% bado haijawahi kufikiwa na binadamu. Na simulizi zifuatazo ni za kweli, zimetokea ndani ya giza na ukimya wa Amazoni. Amazoni ni msitu wenye ukubwa wa kutisha, zaidi ya kilomita milioni 5 za mraba. Ndani yake kuna zaidi ya spishi milioni 1 za viumbe. Baadhi hatujawahi kuzijua hata majina. Watafiti wanasema ukiingia ndani kabisa, unakuta dunia ambayo haipo kwenye ramani. Huko mwanga wa jua haufiki, upepo hauimbi, na kinachosikika ni pumzi ya msitu wenyewe. Ndani ya Amazoni kuna wanyama ambao hata duniani hawaonekani mara kwa mara. Kuna anakonda wanaofikia mita 9, wamekaa kimya kwenye maji kama wanakuangalia. Kuna jaguars wanaoweza kuliruka dimbwi la maji bila kupata kasi. Kuna Bushmaster, nyoka mwenye sumu kali kuliko nyoka yeyote Amerika Kusini. Lakini tishio kubwa zaidi si wanyama, ni kile ambacho hakionekani. Kuna maeneo ndani ya Amazoni ambayo makabila ya asili hawataki mtu yeyote afike. Wanaita sehemu hizo moyo wa kivuli. Wanasema mtu akiingia huko huwa harudi akiwa yule yule, au harudi kabisa. Watafiti wachache waliowahi kujaribu kuingia wameandika vitu vinavyofanana: sauti zinazokuja bila chanzo, viumbe vinavyotembea usiku lakini havitambuliki, hisia ya kuangaliwa kila dakika. Ni maeneo ambayo hata wanyama hawataki kukaa kabisa. Mwaka 2013 kundi la watafiti 4 liliingia Amazoni kutafuta mimea adimu. Siku ya 3 walipoteza mawasiliano. Radi ilipiga, mvua ikaanza, na saa 48 baadaye walionekana tena kambini. Lakini tatizo ni kwamba hawakuwa 4, walikuwa 3. Walipoulizwa kilichotokea, hawakutaka kuzungumza. Mmoja wao aliandika kwenye shajara, tuliona kitu kilichotembea bila kelele. Kilikuwa nyuma yetu kila tulipopiga kambi, na tulipopiga taa hakikuonekana, lakini tulihisi kiko hapo hapo. Kuna taasisi za siri zinazolinda Amazoni, sio kwa sababu ya wanyama tu, bali kwa siri kubwa ambayo msitu unaficha. Inaaminika kuwa kuna maeneo yenye mimea ya tiba ambayo inaweza kutibu magonjwa makubwa, lakini bado haijajulikana kwenye dunia ya kawaida. Na kuna maeneo ya kale ya makabila yaliyotoweka na yanadaiwa kuwa na mabaki ya ustaarabu uliopotea kabla ya Wamisri. Usiku wa Amazoni ni hadithi nyingine kabisa. Wanyama hutoka, miti hupiga milio isiyoingia akilini, na kuna mahali kila ukipita unahisi ardhi inatetemeka taratibu. Makabila yanasema usiku wa Amazoni una roho ya msitu. Ukiusikiliza sana unaweza kuitikia. Wawindaji wa asili wanafunzi kwamba kuna sauti inayoweza kukufanya utembee bila kujitambua, na ukifuata sauti hiyo hautapatikana tena.
Msitu wa Amazon ni mzuri, ni wa kuvutia, lakini pia ni msitu wenye heshima yake. Siri zake ni nyingi kuliko majibu tunayoyapata ndani ya karne hii. Halafu kila simulizi inayoachwa na wale waliotoka huko hubaki na swali moja lisiloisha: kwa nini Amazon haijawahi kukamilika kuchunguzwa? Jibu ni rahisi. Baadhi ya milango ya msitu huu haifunguki kwa kila mtu, na kuna maeneo ambayo kama utayafungua unaweza usipate njia ya kurudi.